warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Habari yako? Mzuri kabisa. Jina unaitwa nani? Jina naitwa Mohamed Hamisi Mshule. Umefika lini huku nchi ya Saudia? Nimefika tarehe ngapi ile? Leo tarehe 6. Leo tarehe 6 Umefika siku ya Ijumaa? Siku ya Ijumaa, naam. Siku ya Ijumaa. Nimefika siku ya Ijumaa hapa Saudia. Naam. Unaionaje ibada ya Hija ukianza na umra ulioanza nayo? Alhamdulillah, ibada ya Hija mzuri, tumepokelewa vizuri hapa. Ni mara ngapi kwako? Ni mara ya kwanza. Mara ya kwanza. Mara ya kwanza kufanya umra, ni mara ya kwanza pia utafanya ibada ya Hija. Naam. Umejihisije na umejisikiaje ulivyofanya ibada ya umra? Kwa kweli nimejisikia vizuri. Ulivyokanyaga katika msikiti wa Maka, ulijisikiaje? Nilijisikia vizuri sana. Niliona kama niko katika dunia nyingine. Uko katika dunia nyingine. Kabisa. Ni mji mzuri. Mara nyingi wakasema nilikuwa dunia nyingine kama dunia ya maluelue. Na lakini hapa mashallah unakuta watu wengi wamekuja kumuitika Mwenyezi Mungu hapa, wanapata nguzo ya tano ya Kiislamu. Kwa kweli mashallah ni kitu kizuri sana. Unawaambiaje Waislamu ambao wana uwezo lakini wanasita kufanya ibada? Naomba Waislamu ambao wana uwezo wajitahidi waje. Hawatasikitikia zile gharama zao ambazo watatoa. Hawatajutia kabisa. Wataona mafanikio mazuri. Mimi mwenyewe hapa nimeshasahau zile gharama ambazo nilifanya. Sifikiri hata kidogo. Kwa mazuri unayopata. Kwa mazuri unayopata. Miongoni mwa mazuri uliyopata labda nini kwa mfano unaweza kumwambia au hapo? Kwa kweli mazuri ambayo yamepatikana hapa, kwanza wanafanya ibada nyingi, watu ni wengi, yani jinsi unaona wingi wa watu na imani inaongezeka, ibada wanafanya kwa wakati, yani utulivu wa nafsi unakuepo. Kwa kweli mambo mengi nimeona niko tofauti na nilipofika au nilipokuwa Tanzania, nimejiona niko tofauti. Alhamdulillah. Basi msalimie Mtanzania na pia mpe nasaha ili aache kusita kuja kufanya ibada. Nawasalimia Watanzania wenzangu, familia yangu na ndugu zangu na marafiki zangu. Kwa kweli wajitahidi kuwa na wazo la kuja hija. Wajibane, waweke taratibu nzuri za kuweka malengo ya kuja hija au umra. Watapata mafanikio makubwa. Alhamdulillah. Kabisa. Asante. Nzuri. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, jina lako ni nani na wadhifa wako ni nini? Mimi naitwa Dr. Jamil Suleiman. Mimi ni general practitioner, ni daktari wa kundi la Peace Travel ambayo imekuja kuhiji mwaka huu wa 2025. Kwa maana wewe ni daktari? Mimi ni daktari. Mashaallah, tabarakallah. Kidaktari, mazingira ulivyoyaona na watu unavyowaona, vipi hali inaruhusu kwa Tanzania kuja haji au hairuhusu? Inaruhusu kabisa Tanzania kuja kuhiji. Ukiangalia kuna tahadhari tu za kuchukua, lakini hizi tahadhari unachukua hata ukiwa sehemu yote duniani. Kokote unakoishi lazima uishi kwa tahadhari. Kwa tahadhari, kwa sababu kila sehemu ukienda kwenye msongamano wa watu lazima ujikinge, uwe unajaribu kuvaa barakoa. Na vipi hali za Watanzania waliokuja haji, afya zao zikoje? Alhamdulillah, vitu ambavyo zaidi vinasumbua ni kikohozi, mafua na miguu kuuma kwa sababu ya kutembea sana. Hawajafanya mazoezi muda mrefu. Pia hapa kwa sababu watu wanasahau, kwa sababu wanakuwa kwenye ibada, wanakuwa wanasahau kwamba maji ni muhimu sana. Wanywe maji mengi, na unajua ukiona maji ya Zamzam huwezi kuangalia kama ni baridi au ya moto, unataka unywe tu. Lakini ni vyema kuangalia kwa sababu wamezilabel vizuri sana kwamba hii ni maji ya baridi na hii ni maji ya kawaida. Na ni vyema wakiweza kunywa maji ya kawaida, na tunajaribu kuwasisitizia mara kwa mara. Kwa hizi siku zilizobakia na zinazoendelea, unawahusia nini ili kuchunga afya zao zibakie katika ubora wao? Muhimu kwanza, wakiumwa hata kidogo wanitafute, cha kwanza kabisa, ili wasiendelee kuumwa zaidi. Cha kwanza. Cha pili, maji wajitahidi wanywe mpaka lita 3 kwa siku. Lita 3 anywa kwa pamoja au anakunywa? Hapana, kwa siku nzima. Kwa siku nzima anajikadiria. Anajikadiria haswa kwa ule muda ambapo haendi tena kuswali, muda ule anaweza kaendelea kunywa kwa wingi maji. Ndio. Na kitu kingine ambacho kinaweza kikawa ni kinga kwao ni kitu gani ili asipatwe na wajitahidi kutumia dawa za vitamin C ili kuweza kuboost kinga yao ya mwili. Na hizi dawa pia tumekuja nazo na tumewapa wengi pia.
Nashukuru sana. Unawahusia nini kwa ujumla wale ambao hawajaja haji mwakani? Kuja kuhiji hapa, yani kama unafikiria kwamba ni kitu kigumu sana, ni ibada ngumu sana, usifikirie hivyo hata siku moja. Huwa kikundi cha Peace Travel sisi wamekuja na mimi kama daktari wao, na nipo standby kila mara kwenye simu, wakinitafuta nafika haraka. Kwa hiyo watu wakiwa wanakuwa wanasita kwa sababu wana wasiwasi kwamba wakifika pale wataumwa, wasifikirie hiyo ni ibada, watoe wasiwasi kabisa, waje kwenye ibada inshallah. Na unawahusiaje madaktari wengine ambao labda wao madaktari wengine pia wakipata hiyo opportunity ya kuja? Tuna group yetu pia ya madaktari wa haji 2025, kuna wa Zanzibar, kuna wa bara. Kwa mnakuwa mnajiorganize, mko pamoja? Tunajiorganize, hata kama kuna daktari ambaye anahitaji dawa sehemu nyingine tunakuwa tunawasiliana, na kama mimi nina extra nampa, na inshallah tukienda kwenye ibada ya haji, tukienda Mina, Arafa, tutakuwa pamoja na tutakuwa tunashare hizi dawa na kwa tunatibu wagonjwa wote wa Tanzania. Nashukuru sana daktari. Jazakallah khair. Barakallahu fik. Shukuru. Alhamdulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina unaitwa nani na umetokea nchi gani, na kuna katika hii ibada umeipokeaje na unaifanyaje? Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jina langu naitwa Khalfan Abeid Said Al-Abri na nimetokea Dar es Salaam na alhamdulillah Tanzania, na alhamdulillah tumepata kusafiri kwa katika group ya Peace Travel kutoka Dar es Salaam, na alhamdulillah tumeanza safari yetu vizuri kutoka Dar es Salaam na tukafikia Cairo, baadaye tukafika mji wa Jeddah, na alhamdulillah hatukupata tabu hata hivyo, kila kitu kimeenda vizuri na alhamdulillah. Umetekeleza ibada ya umra? Naam, alhamdulillah. Umeionaje ibada ya umra? Wallahi kusema kweli ibada imekuwa nyepesi kwa sote, na nategemea watu wote wameona ibada kwa imekuwa nyepesi, mazingatio yako mazuri, na wanahudumia watu vizuri, hata maaskari pia wanahudumia vizuri, na alhamdulillah. Sehemu ya kufanya sa'i baina Safa wal Marwa kuna watu kusukumana, kuumizana labda? La, kusema ukweli alhamdulillah rabbil alamin, wakati huu mipango kama nilivyosema awali, kwa kila kitu kimeenda kwa mpangilio mzuri na hakukuwa na msukumano wa aina yoyote, na watu wote tumepokelewa vizuri alhamdulillah, tumepangiwa, wala hakukuwa na foleni aina yoyote ya poti. Dakika 3-4 tumetoka sote alhamdulillah. Kwa hiyo tumeenda vizuri kusema kweli, na alhamdulillah mpaka sasa hivi kila kitu kimeenda sawa. Umejiandaje kukabiliana na tarehe 8 kuanza kuelekea katika viwanja vya Mina? Kusema kweli alhamdulillah ndio tunafanya mazoezi huku na huku, tunakwenda sa'i, tunakwenda Safa Marwa mara kwa mara, tunafanya. Umeshapata mafunzo ya kutosha? Tumepata mafunzo ya kutosha alhamdulillah, na mengine yanaendelea. Hata leo asubuhi tulifanywa kidogo mafunzo mawili matatu. Unamwambiaje Mtanzania ambaye anasita kuja kufanya ibada ya hija? Kusema kweli ndugu zangu wa Tanzania au dunia yote kwa jumla, kusema kweli ibada hii ya hija wallahi ni mwenyewe katika moyo wako basi ni wepesi zaidi kuliko mnavyofikiria au kuliko mnavyohadisiwa. Na ukija hapa unasikiaje ulivyofika tu katika masjid? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Kusema kweli nimesikia kitu ambacho ndani ya moyo wangu baridi kabisa. Katika maeneo yote unavyozunguka, naonaje mazingira mazuri ya kiimani au ni mazingira ambayo yanafanana na Kariakoo? La, kusema kweli subhanallah, yani ni kitu sehemu tofauti Sheikh, kama vile uko dunia nyingine, yani uko sehemu nyingine. Astaghfirullah, nasema watu wengine kama unaishi kwa peponi tayari, kwa sababu ile sehemu ukiona unasikia moyo wako baridi. Hata kuna vitu ambavyo uko navyo huko, basi ukifika hapa vyote, hata tabia unakuwa tofauti, unapenda kusaidia wenzako, mabadiliko automatically, yani unakuwa katika mtu mwingine kabisa kusema kweli. Na maana hali ya hewa inabadilisha mpaka hadi na moyo wa mtu. Alhamdulillah, kusema kweli natema ndugu zangu waweze kuja haji na wanakuwa hata umra pia wafanye, lakini haji ni kitu muhimu sana kwa nguzo za Kiislamu, na alhamdulillah hakuna umri wala hakuna mtu anaweza sasa hivi afanye sasa hivi, sio asubiri mwakani au mwaka unaofuata au baada ya miaka mitatu. Yani unaweza kujitahidi kadri ya uwezo wako. Utakapotekeleza ibada ya haji ukamaliza, unatamani tena kurudi au utakuwa umemaliza? Kusema kweli tumekaa hata na wenzangu wawili watatu, tuna kilo kifika hapa unasema bwana mimi kila moyo bora ninakuja. Mashaallah. Hata wenzangu nawaambia sijakuwa hizi jamaa nasema hapana, kila ukija moyo unakuwa baridi. Unasikia vitu tofauti, unakuwa na imani tofauti. Alhamdulillah, kusema kweli kila mtu anaridhika moyo wake, anasema kwa nini unawaambiaje Watanzania walioko huko nyumbani? Ndugu zangu wa Tanzania, inshallah tufanye ibada kwa wingi, na katika kipindi hichi, katika hizi siku muhimu, siku tukufu, pia tunatakiwa tufanye ibada kwa wingi, na siku Arafa
tusimame kwa sote inshallah, tuombe dua, tusaidiane, na pia tufanye ibada ya haji. Walikuwa hajawahi kufanya, basi ni vizuri kufanya, na ni kitu muhimu sana katika kipindi hichi. Tusaidiane, tuwe katika waja wema, na Allah tukubalie ibada zetu sote. Amen. Na pia walikuwepo nyumbani pia Mwenyezi Mungu awasaidie pia wafanyie ibada yenu, na inshallah tutarudi kwa salama, kwa amani na kwa furaha inshallah. Shukran sana, barakallahu. Shukran. Asante. لبيك اللهم اللهم لبيك جئناك اللهم في بيتك العتيق لبيك اللهم اللهم لبيك جئناك اللهم في بيتك العتيق. Muda umekwisha wasili ndugu ya Islam, kwenda kusafisha suduri fil baiti al haram, fardhu mara moja fi umri.